Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. China ipo katika mapambano dhidi ya vita vya kiuchumi na Marekani. Ni baada ya rais wa Marekani kutangaza vita nzito dhidi ya Uchina, hasa baada ya kuongeza ushuru wa zaidi ya 100% kwa bidhaa za kutoka nchini China. Sasa rais wa China Xi Jinping anafanya kila namna katika kuhakikisha na kuwa na washirika wengi zaidi ili aweze kupambana na Marekani katika vita vya uchumi. Hata hivyo, China inaamini kwamba ushirika na mataifa mengine utasababisha kuibuka kwa uchumi wa taifa hilo na kuhakikisha kwamba wanaishinda Marekani katika vita hiyo. Rais huyo wa Uchina Xi Jinping amesema hakutakuwa na mshindi katika vita vya kibiashara, hasa wakati huu anapoanza ziara yake huko Vietnam. Hivyo Rais Xi Jinping wa China anafanya ziara kuelekea huko Vietnam, huko akitengeneza namna ya masoko ya hisa katika eneo la Asia, akihakikisha kwamba yananawiri baada ya taarifa ya kutozwa ushuru vifaa vya elektroniki. Rais Xi Jinping ametoa wito wa kuwa na uhusiano imara na mataifa mbalimbali, lakini pia akizungumza na wa Vietnam hasa katika sekta ya biashara, minyororo ya usambazaji, wakati ambapo usumbufu unaosababishwa na ushuru wa Marekani unapoonekana kote duniani. Xi ameanza ziara yake kwenye mataifa matatu ya kusini mashariki mwa Asia na amewasili katika mji mkuu wa Vietnam, Hanoi. Ziara hiyo inafanyika wakati Beijing inakabiliwa na ushuru wa 145% uliowekwa na Marekani dhidi ya bidhaa za China zinazoingizwa nchini humo, na wakati Vietnam inajadiliana na Marekani ili ipunguze ushuru wa 46% ambao huenda ukaanza kutumika mwezi Julai baada ya muda wa kusitishwa kumalizika. Kiongozi wa China Xi Jinping amesema nchi yake itajitolea kuzingatia misingi ya kibiashara ya kimataifa pamoja na hatua za hivi punde za Marekani kusitisha ushuru kwa vifaa vya kielektroniki. Mwishoni mwa wiki, Washington ilisema simu janja, kompyuta na bidhaa zingine za kielektroniki zinazoingia Marekani hazitatozwa ushuru uliowekwa na serikali ya Trump. China ilisema hatua hiyo japo ni ndogo lakini ni njema katika kurekebisha uamuzi mbaya wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Kuhusu matokeo ya hisa ya Asia kuimarika. Masoko ya hisa yanazidi kunawiri hasa kuanzia siku ya Jumatatu ya wiki hii baada ya tangazo la Donald Trump la kutotoza ushuru vifaa vya kielektroniki. Bara la Asia lilifuata mkondo huo, huku hisa za makampuni ya teknolojia ya Hong Kong, Tokyo, Shanghai, Malaysia, Seoul, Singapore na Manila yakiimarika kwa takribani 2%. Rais wa China Xi Jinping ameonya kwamba mtindo wa kila nchi kulinda uchumi wake kwa kujipendelea hautaendeleza dunia mahala pema, na amesisitiza kwamba vita vya kibiashara huenda visiwe na mshindi, hasa wakati huu Marekani inapoandaa mipango ya kuongeza ushuru kwa mataifa yote ulimwenguni. Xi baada ya kumaliza ziara yake nchini Vietnam ataelekea Malaysia na Cambodia kwa lengo la kuimarisha uhusiano wa kibiashara wa kikanda na kukabiliana na athari za ushuru mkubwa uliowekwa nchini mwake na mwenzake wa Marekani Donald Trump. Wang Lithu wa taasisi ya kimataifa inayoshughulikia migogoro ya kimataifa amesema muda wa ziara ya rais wa China unatoa ujumbe mkali wa kisiasa kwamba eneo la Asia ya Kusini Mashariki ni muhimu kwa China. Wang Lithu amesema kutokana na makali ya ushuru wa Trump na licha ya kusitishwa ushuru huo kwa siku 90 kwa baadhi ya nchi, mataifa ya Asia yana wasiwasi kwamba ushuru huo ikiwa utatekelezwa utatatiza maendeleo ya nchi zao, na hivyo ni wakati sahihi wa kushirikiana na taifa la Uchina na kwamba uchumi wa nchi hizo utakuwa kupitia China. Ziara ya Xi Jinping nchini Vietnam inaadhimisha miaka 75 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Vietnam. China na Vietnam zote zikiwa na tawala za vyama vya kikomunisti tayari zina ushirikiano wa kimkakati wa kina na Vietnam kwa muda mrefu imekuwa ikifuata mbinu za kidiplomasia huru katika uhusiano wake katika nchi nyingine kwa kukita mizizi katika kanuni ya kuwa na fursa ya kubadilika, uthabiti na uhuru, na ndio maana inajitahidi kuwa na maelewano mazuri na nchi zote za Uchina pamoja na Marekani. Mgogoro wa mwitikio wa vita vya kimataifa vya ushuru ulioanzishwa na Rais Donald Trump unaendelea kuwa, huku viongozi duniani kote wakijaribu kujadiliana na rais huyo wa Marekani kutafuta suluhu
kuhusu ushuru wa kulipiza kisasi aliouweka rais huyo wa Marekani Bwana Trump, ambaye anasema nchi yake imekuwa ikidhulumiwa kwa miaka mingi. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia.